Baba, katika jina la Yesu, nakupa sifa na kupa utukufu kwa ajili ya kipindi hiki. Naomba tamaraki na utawala uonekana kwa kipindi hiki cha neno. Katende mema kwa sababu yeye ni mwema. Unitumie Mungu wa uzima, maana mimi ni chombo, na ninaomba katika jina la Yesu kwamba neno hili liwe la baraka kwa wengi, na waliofungwa wasije kuamini kupitia kwa hili neno wafunguliwe, wakaone neema na baraka zako kupitia kwa neno hili. Na yule muofu aliyefunga njia sao, yule muofu Ibilisi na kazi yake na wafuasi wake, na washindwe katika jina la Yesu. Kristo Yesu, utawale mwanzo na mwisho, na unitumie, maana mimi ni chombo. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi nawakaribisha kutoka kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa kwanza. Tasoma mpaka mstari wa 23, nami nitasoma. Maandiko yanasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu, akatafuta habari kwao, Kristo asaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Judea, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda mdogo kamwe miongoni mwa watawala wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwa hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawatuma Bethlehemu, akasema, nendeni mukachunguze kwa makini habari ya mtoto, na mkiisha kumuona niletee habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Na waliposikia maneno ya mfalme, walisika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia mpaka iliposimama juu mahali alipokuwepo mtoto. Nao walipoiona ile nyota, walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Na walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu, ufumba na manemane. Na wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda sao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda sao, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hadi nitakapo kuambia, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hadi Herode alipokufa, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwamba ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Ndipo Herode alipoona ya kuwa amediakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu, akawaua watoto wote wa kiume waliokuweko huko Bethlehemu na viungani mwake kote, kuanzia wenye miaka 2 na chini yake, kwa muda ule aliokwisha kwa wale mamajusi. Ndipo ilipotimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema,
sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa kuwa wapo tena. Herode alipofariki, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, inuka, umchukue mtoto na mamaye, usike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa waliotafuta roho ya mtoto. Akainuka, kamchukua mtoto na mamaye, akaenda katika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Ahasuero anatawala huko Judea, mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko, naye akiisha kuonywa katika ndoto, akaenda pande za Galilaya. Akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazareti. Bwana bariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kupitia kwa neno hili linazungumzia familia iliyookoka, familia iliyookolewa. Mungu akitaka kukutumia, kuna jambo kwanza anaangalia, ndiye abitize neno kwako kwa sababu ya tabia njema na mienendo miema. Kama huyu Yusufu angekuwa mtu wa mambo mengi, angekuwa mtu wa kukosanisha watu, mtu wa fitina, mtu anayependa mambo ya uganga na ushirikina na uchawi, Roho angenena na yeye. Maandiko yatuambia kama yeye alikuwa nabii, lakini ilikuwa imetabiriwa na manabii akina Isaya kwamba kuna siku zitafika atasaliwa mwana wa Adamu ambaye atakomboa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kipindi itafika, manabii walisema kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ni kama hivi leo utaweza ambiwa wewe ni mbarikiwa, ukiamini utasema amen. Bwana asifiwe. Uliza mwenzako, uko poa ama umefunjika moyo? Mwambie usikubali vitina ikutawale. Samani sana tukiwe kwa ile kanisa mzee, na waleta karibu ndio muelewe ile neno na upiri hapa. Kulikuwa na mtu alikuwa anatumika na hilo chafu ya Herode. Tukiwa kanisani, akijua wewe unajua kuomba sana, akija mapema atakuita kando, akupee msenea kwasa roho yako. Sasa hata ukijaribu kusema amen haitoki, maana kikwazo imetangulia. Bwana apewe sifa. Hata kazini ukienda, ikiwa wewe ni mashini operator na ukute kikwazo asubuhi, usipochunga unaweza kata hata mkono. Kwa sababu ukiwa mahali pale unajaribu kuoperate machine ili itoe vitu vizuri, lakini unakumbuka ile kikwazo imetoka asubuhi. Kwa hivyo utafanya kazi vizuri kwa sababu ya kile kikwazo. Na roho ya Herode katika nabii lazima iondolewe ili watu wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nilipoangalia hiyo roho, nilifukuza ikaenda. Na kwa kuifukuza sinanga huruma. Sinanga huruma kabisa. Maana maandiko yanasema sisi wote ni wabarikiwa. Bwana asifiwe. Na mwingine asikwase mwingine. Ndio ukija ubarikiwe, ukitoka ubarikiwe, ukienda nyumbani vile ninawaambianga, usiende kwa vichorochoro kwa njia. Kama una kitu ya kufanya, nenda nyumbani. Fikisha mafuta ya upako nyumbani ili ubarikiwe. Bwana asifiwe. Mwambie mwenzako ya dunia yatapita. Mwambie vizuri. Aya, mwambie hata hii sura yako itapita. Si mwambie vizuri, kwani unaogopa yeye? Lakini neno litasimama. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Herode alitaka akae katika utawala bila kuachilia. Aliposikia mfalme amesaliwa, alianza kuchunguza mpaka amesaliwa wapi. Wachawi wanajua hata mtoto mwerevu akisaliwa.
nasikia simu mara moja imepigwa. Ni kijana, ni msichana. Hata mtoto achaombewa, mchawi anakuja na nguo amsalimi. Bwana asifiwe. Ndiye aweze kunasa ile nyota mapema kabla ya wakati. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Herode, maandiko yanasema alihangaika, hakukaa na amani. Akasema kwa wote. Kwa sababu alikuta mamajusi wale waliongozwa nyota ilikuwa ya Mungu, ilikuwa ya Herode. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo nyota ya mwingine huwezi kufanana yako. Ndio naona Herode anasema, nenda mchunguze hiyo nyota ilionekana saa ngapi. Unaingia mambo ya nyota na hujaokoka. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Wale mamajusi, maandiko imesema Mungu akawatokea na akawaambia, msirudi kwa Herode, rudi kwa njia ingi. Maana nia ya Herode ni mbaya. Anataka kumuua yule mtoto. Wewe uliokoka, wewe ulionaye mpende Mungu, hautakufa mpaka ndoto yako itimie. Kama ni majaribu utapitia, maana Yesu alipitia, lakini utashinda. Katika jina la Yesu utashinda. Hata kama utapitia hali ngumu. Najua kuna kipindi unafikango unaona, hii kweli niko mwisho. Kama wewe uko mwisho, hapa ni mwisho wa reli. Maana yale Shetani alisema utapata, tukiomba hapa utapata. Mungu atakutetea. Mungu atakuinua. Na Mungu atakupa tumaini. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana maandiko imesema ya kwamba yeye alikasirika alipongoja ile uchumba aletewe. Lakini akakuta Mungu amegeuza wale mamajusi, wameenda kwa njia nyingine. Kasema basi kwa sababu wale wamama hawakurudi, watoto wote vijana wako miaka 2 kurudi wawawe. Shetani akitaka kupigana na wewe, awe ndugu yako, awe cousin, awe dada yako, Shetani ni Shetani, ana jina ingine. Usimhurumie. Ukisajua huyu ni pepo, kemea vile pepo inakemewa ili akuondokee, na ujitenge na yeye ili ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa sababu kupitia kwa hii maandiko, wale wa mama hawakuogopa ile amri ya mfalme, bali waliogopa na kuheshimu amri ya Mungu. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Maana walisema ya kwamba lazima tusikie Mungu alisema nini. Lakini sasa siku hizi Wakristo wengine wamechanganya sauti. Sauti ya vitina ndiye anasikiza sana kuzinda hata vile ninahubiri. Hata mwingine utakuta ametaka simu hivi, anaongelezwa msenene kutoka mtu ako mbali, na anajibu na anaficha. Nikimaliza atajua nilihubiri nini na roho alimunenea nini. Bwana apewe sifa. Tafadhali sima simu ndio upate kuelewa. Maana neno la Mungu ni upya, liko na upako tofauti kila wakati linaposomwa na kuhubiriwa. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo waliwawa akifikiria Yesu yuko pale katikati pia lakini Yusufu akaambiwa katika ndoto, mtoe mtoto hapo. Nenda nchi gani? Nenda nchi gani? Nenda Misri ukae huko mpaka siku nitakapa kuambia. Alitii ama hakutii? Wewe ukitumwa na roho utatii? Uliza mwenzako, ukiambiwa na roho kitu hapa utatii? Bwana asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Siku moja kitambo, miaka ya zamani, tukiwa kanisa mzee pale, nikaambia mwingine hivi, wewe umeolewa, lakini yu mnakunywa naye chai asubuhi kama mzee ameenda kazi. Ni kazi ni yako ama ni yanko? Akanichukia sana sababu nimemwambia ukwe. Nikamwambia mimi niliitwa hivyo, sikuitwa nifurahishe watu, niliitwa niwape neno.
na neno nitalipeana vile Mungu amenipa, maana mimi ni mtu wa mkono na baba yangu ni fundi. Bwana asifiwe. Akaenda kwa kijiji akitangaza akisema, hiyo kanisa sasa sitatoa fungu la 10, kila wanachanga tunachangiza kila mwisho wa mwezi, tunalipa renti, siwezi kutoa. Kakasirika sana. Nikasema acha akasirike, kitamuramba mwenyewe huko mbele. Hata aenda asitoe kabisa apotee. Mungu ni mwaminifu kwa kazi yake. Bwana asifiwe. Siku hizi anapitanga hapa ona, anafanyanga hivi. Niliwacha nabii pande ile kadogo, ndio hii pande hii. Baba anasema, ule baba yako. Bwana asifiwe. Lakini ukijua ile mambo amepitia, anashindwa atakuja aseme nini. Kama wewe ni msarati, there is no any shortcut. Tupu. Na nitakwambia wewe tupu. Tukikutana hivi, hiyo lazima nikwambie. Bwana asifiwe. Ili ukule mbele mambo ikiharibika useme sikukwambia. Bwana asifiwe. Wala tulikuwa huko kwa reli chini hiyo miaka ya 1995 96. Niliombea mama alikuwa anasumbuliwa na mapepo. Akatapika kifuniko ya soda. Hapo tu kwa madhabahu. Ule mama akaenda kwa nyumba akasema nitawanunulia pressure lamp. Maana saa nyingine nilikuwa naomba gisi inaingia. Tunaakisa mshumaa huko. Akasema nitanunua pressure lamp sababu mimi nimemuona Mungu. Bwana asifiwe. Akanunua hiyo taa akatuletea. Kwanza akanunua hii ndoa akasema hiyo nyingine ataleta. Na akatoa 500 ya mafuta. Akaweka kwa kikapu ya sadaka. Na mimi nikaomba nikasema mama abarikiwe. Unajua tunaomba kwa giza kwa sababu enzi hiyo stima ilikuwa karibu pale. Tunangoja tuone kama tutapata mafuta. Tumetoka mbali ukituona hivi. Haya, kidogo kidogo mimi nimemaliza maombi. Nasema ile pesa mama alitoa 500 iende ileta mafuta. Pesa hakuna. Nikashindwa vile tumeomba. Mungu ameanza kuchukua sadaka mwenyewe hivi. Kwa hivyo tulipofunga macho, Shetani kumbe aliingia. Aya, na Shetani anaingiaje kwa madhabahu hapa? Bwana asifiwe. Sasa nikawaambia nitafunga macho tena nigeuze maombi. Mzee mmoja akasema hapana. Na kuchua wewe usigeuse. Kuja kidogo. Namwambia mimi huwezi kuniita hivi. Kakuja haraka kwa masikio kaniambia niko naye kwa mfuko. Nikasema kumbe Shetani anaweza kukuingia hata wewe auto usipochunga. Nikamwangalia mzee nikamuuliza, paka hii imeombewa kwa madhabahu, mama anafurahia, yeye amepata amani. Wewe umepata nguvu wapi ya kuipa paka imeombewa hapa? Bwana asifiwe. Nikamwambia basi itoe kwa mfuko na wewe mwenyewe uende mafuta. Na wewe mwenyewe uweka kwa taa. Ikiwaka wewe mwenyewe upige magoti hapa. Nitakuombea mbele ya hawa. Na usitaki hiyo mambo ya kuniongelea hapa. Nitasema wewe ni mwizi. Maana nimeshatangaza pesa hakuna. Unajua kuna pepo wengine usipoikemea hivyo itawasoea. Hata mimi nitaweza kuwekelea simu yangu hapa nikuta hakuna. Unaona hiyo ni hatari. Sasa nikakemea hiyo pepo hapo live. Akakasirika. Alipokasirika hakuenda haraka. Bwana Yesu asifiwe. Tulikaa na yeye mpaka tukahama kule tukakuja pande hii. Tukanunuliwa fiti. Na amepanga wesi. Wamekuja wametuipia fiti. Kuingia kanisani tunakuta fiti imepaki kidogo tu. Nikashukuru Mungu nikasema hawa kora Mungu aliwasaidia hawakubeba yote ile imepaki. Tukae tuombe Mungu. Sawa hatuwezi enda kununua tena saa hii. Bwana apewe sifa. Mimi nikaomba Mungu. Nikamwambia ikiwa hata mwizi anaingia hapa kuipa kiti yenye nimeombea usimpatie amani. Yule aliyerudi ndiye yako. Yule hakurudi alienda safari. Kwani Mungu anakula cabbage?
Bwana asifiwe. Yule aliyerudi aliniambia ukweli. Akasema mimi najua hii maombi imegeuzwa sasa, lakini nisaidike. Mimi niliambiwa nibebe 10. Na nikabeba, nikaenda nikapeleka mahali. Nikamwambia mimi sifuati. Simulitoa hapa murudishe wenyewe mapema. Bwana asifiwe. Yeye yule aliyekuja akasema alibeba 10, ndio Mungu alimsamea. Bwana asifiwe. Ukisoma maandiko vizuri, Yesu aliombea wenye ukoma 10 wakapona wote. Lakini aliyekubali kurudi ni mmoja, kumpa Mungu utukufu. Na wewe uende na urudi. Umwambie Mungu, nilipoombewa nilipata neema, na nilipoenda nilikuta mema, nimerudi kusema asante. Bwana asifiwe. Watu wakionywa wanapenda kukasirika. Msikia Rota alikasirika. Mwingine aliniambia hizi vyombo tunatumia hizi sio mzuri kwa kisasa, kanisa hii ni kubwa. Ataninunulia vyombo ya nusu milioni ama 600,000. Nikamwambia ni sawa, Mungu akubariki. Kwa maana wewe Mungu amekuonekania. Lakini akaanza kunipea masharti. Niambia wakati nimekuja na bibi yangu usiongee maneno mingi. Ongea hivi, ongea hivi, ongea hivi. Nikamwambia ni sawa, mkujeni. Bwana asifiwe. Alipokuja amefika nikawasalimia, nikasema yote. Mimi ni wa kupangwa. Mimi ndio wa kuwapanga. Bwana asifiwe. Sasa roho nilipata wa nini? Nilipata roho anipange vile papa yangu anataka. Si atakuja niambie leo amekuja na huyo, nikamwambia no. Mimi nitasema vile roho anasema. Ulize mwenzako umepata ujumbe? Muulize simu yako iko hapa. Umepata message yoyote? Hiyo ni ya M-Pesa. Urudishie mwenyewe. Mumenielewa? Ni ya kulipa nyumba. Bwana asifiwe. Happy Father's Day. Hii siku ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mtu aitwe papa. Niliwaambia vile papa anaonekana. Papa sio wa kuchelewa nyumbani. Papa sio wa kukosa kulipa school fees. Papa sio wa kulipa nyumba nyingi Murorongo, Pipeline, Kangwale. Ako na namba mingi kwa simu za watu wa bodaboda, anasema boda ni aje, peleka Bible. Imeisa. Wewe ni serikali. Unasaidia serikali. Utanyolewa nywele yote itakwisa. Sikuru utarudi nyumbani unauliza majirani, wanakuuliza umepotea Nairobi umekuja na nini? Kumbe una kitu. Kuna kijana alikuwa analia huko kwa maombi ananiambia, sina mtu anaweza ombea maombi gani? Sababu mimi nimesomesa msichana amemaliza university. Amemaliza. Siku ya kwenda huko kwa graduation akakuta iko mwingine kijana amevaa suti very smart na tai. Anamuuliza, is this your cousin? No. Your brother? No. Akamwambia wewe ulikuwa unalipa fee. Mnasikia vizuri? Au tu unasikia? Wewe ulikuwa unalipa fee. Lakini waandoa. Alikuwa anaangalia pinguni kama itafunguka aende, akakumbuka yeye ni mwenye dhambi aende saa hiyo. Bwana asifiwe. Ukitaka kuishi maisha ambao uta avoid kitu tunaita stress na sukari ya mapema na pressure ya mapema, omba Mungu akujaze roho ndiye akuongoze vizuri. Avoid stress. Saa hii mnaona hiyo hali sasa. Pressure na sukari na chumvi kuteremka hiyo. Ni ina hiyo paka chumvi.
Hiyo hata madaktari wako na shida. Ingine ni wewe umejiletea mwenyewe. Maana unataka kubeba mambo inakusidi. Kama juzi nimeona ati ofisa wa serikali amelitaya juzi vizuri, ati amekufia kwa katauni kengine wakati kwa roaching nyuma. Hiyo ni upuzi sana. Paka watu wanashindwa tutasangaza nini? Mtaficha, ifichiki. Niliomba hapa. Nikawaambia nini? Mungoje? Mnaona sinema? Tena bado. Hata njanga imebaki moja mbili. Hapa karibu tu. Bwana asifiwe. Kwa nauliza huyu mzee ambaye amelitaya anapatikana aje hapa nyuma? Ana amekufia hapa. Tutasema nini? Ni malaria? Ni pressure? Ama ni sukari ilipanda? Hata kama hii sukari ilipanda hapa sio kwake. Ilipandia kwa wapi? Kwa jirani. Bwana asifiwe. Baba mzuri ni yule atamaliza vizuri. Tasomesa watoto, bibi yake akae vizuri, ndio Mungu awape ndoto. Yusufu alipewa ndoto kwa sababu alikuwa baba kweli kweli, baba shujaa. Bwana asifiwe. Ndio Mungu alimlinda pamoja na nyumba yake. Haikutingizwa, nyumba yake haikutingizwa. Bwana Yesu asifiwe. Adui mara moja Roho amesema, toka hapa muende mahali kwingine. Mara moja Roho anasema, paka vile walikufa wote waliotafuta roho ya mtoto. Na kama wewe ni wa imani, kama wewe ni wa imani na umeamini. Siku moja jamii yangu ilisumbuliwa kule tunakaa, nikashindwa tena warogi wamefika hapa. Wanarusa mchanga hivi kwa mapati. Nikawaambia msijali, siku nyingine nitakuja kama nimechelewa na nitapaki gari mbali. Nikuja hata mimi mguu tuonane. Niombe Mungu asimamishe hiyo mchawi. Bwana asifiwe. Nikaenda pole pole. Mama akaniambia ameanza. Nikaenda tu. Nikamweka sura nimefika hapa. Bwana apewe sifa. Nikakuta amejificha ndani ya maua ya kwangu pale nje. Nikaenda pole pole nikamchukua hivi. Nikakuta ni kijana mdogo. Nikamuuliza uko poa? Na hii kazi unaona ulianza lini? Papa Sara. Sasa wacha nikuambie ukweli, usinigusa. Nilitumwa hapa na Soso. Alikwambia ufanye nini? Kaniambia tunafanyanga vitu mingi lakini sasa nisamee tu. Si wewe unaelewa? Bwana asifiwe. Nikamwambia nikikusamea utarudia kuja kuleta maneno hapa? Kaniambia hapana. Nikamwambia basi, nenda nimekuachia Mungu. Ndio Mungu apigane na yeye na hiyo roho. Bwana asifiwe. Maandiko yanasema alindaye mji bila Mungu anafanya kazi ya bure. Hata uweke askari na bunduki, weka na watchman, hata waambie bibi yako mzee, tulale 2 hours, nikilala 2 hours na wewe ulale. Tujilinde, atuamini mambo ni mbaya. Yote ni bure bila Yesu. Bwana apewe sifa. Kutoka hiyo kipindi, hiyo kijana aliogopa sana. Nikamwambia ile laini umekanyaga, hii ni moto wa kuotea mbali. Mwenye anakutuma si akuje mwenyewe. Bora anakutuma wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wacha niwahakikishie. Kama umemaanisha katika uokovu. Mimi sikuokoka mara mbili, niliokoka mara moja na ikaisha. Na niliitwa hivyo tofauti. Bwana asifiwe. Maanisha uokovu. Kama ni kukufa, kukufa iko. Kufa ndani ya Kristo. Isemekana huyo alikufa akiwa ndani ya Kristo. Bwana apewe sifa. Maanisha hiyo. Tembea na hiyo neema. Mwambie Bwana umeniokoa, nitapata nini katika uokovu? Na mimi ninapotembea watu waseme kweli tangu nilipochua ni wewe Kristo, maisha yangu imebadilika. Lakini wewe uombewe, mara nikiangalia kwa roho wewe uko Kitui. Na sindo Kitui ulienda kwa kazi ni yako, hakuna kazi ni huko. Na sindwa kunaendaje? Mara ukiombewa simu umesevu majina tofauti, ingine watermelon, ingine petrilo,
Watu wakisindwa simu imeita Petri roho. Na huyu ni nani ameseviwa Petri roho? Hebu nione wale wameokoka. Bwana asifiwe. Wengine hawainui. Amucha wakoka wengine. Haya, Bwana asifiwe. Tena nafanya search. Sasa ndio Mungu akupe ndoto ya ukweli. Anataka aone utakatifu ndani yako. Ndiye akwambie sasa kesa adui anaku. Bwana asifiwe. Tulipoishi kule Mororongo, wale mnaishi Mororongo Mungu awasaidie. Kule kuna mapepo ya devo mbaya. Tulipoishi huko tulitumwa mission. Nikaambiwa niende huko nipomoyo madhabahu miezi kidogo ikiisha nirudi. Tukaenda huko. Bwana asifiwe. Tukabarikiwa huko. Wakati mama alijifungua mtoto, uchi ikapigwa kibuyu mzima. Uchi ikaletwa na sobbing. Kuweka mkono kwa sobbing. Maombi haiendi. Nikaambia mama, hiyo uchi ifichwe mbali hata watoto wasikunywe na imwagwe yote. Hiyo supu na imepigwa vizuri. Ukikunywa hiyo uweze kuona mbali. Nasunguka tu karibu. Sisemi kuleta zawadi ni mbaya. Lakini kuna wale wako na mission. Ndio ukikunywa uise. Bwana Yesu asifiwe. Pale kulikuwa na madhabahu mbaya. Lakini maombi ikatembea. Bwana Yesu akaonekana. Walipoona madhabahu yao imevunjika, wengine walianza kuinuka tu. Naleta vikwaso. Ni kwa sababu gani? Zile roho ziko pale zingine asichaamini. Wako kwa madhabahu mengine. Na hii imekuja nyingine. Inayosema Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo vita ilikuwa kali. Lakini Yesu alionekana kwa sababu ni mwaminifu. Kwa hivyo ukiona mtoto wako anapigwa vita, muombe, simama naye kwa maombi, mleta kwa hii madhabahu, mtolee, huyo ni mtoto wa baraka. Bwana asifiwe. Kuna mama niliombea samani akalia machozi, nikamwambia unaona hiyo machozi umelia, utalia tena. Maana Mungu atakujalia neema. Bwana asifiwe. Maana bwana yake alimdanganya, amempenda, akamwona watoto wawili. Alipopata na yeye wengine aliwatenga wale. Paka anawaambia mjue hapa sio kwenu. Imagine anawaambia wale watoto paka wanalia machozi. Nikamwambia wewe usaidia watoto kulia, nyinyi ndio wabarikiwa. Kuna maombi nitaomba paka shetani ataipika. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia yule mama, nikamwambia unaona hiyo maombi nimeomba hivyo hiyo itafanya hao watoto waonekana watu wakubwa na watasoma, wataenda mbali katika jina la Yesu. Mungu alisikilia wale watoto hivi. Unaona ukitii sauti, Mungu anakubeba hivi. Maana ukikubali kubebwa na Mungu atakubeba na utakuwa salama. Bwana Yesu ainuliwe. Wale walie tarauliwa. Mmoja ndiye anaendesha ndege hapa Jomo Kenyatta. Bwana Yesu asifiwe. Alafu yule mzee wale aliyeweka hapa akatenga wale wanalipa kwa contract. Wale wanalipanga na pea 100 kama inaweza patikana. Naambia 100 150. Unaona hiyo? Na tena sasa ile ndoa iliisha. Akasema yeye apaki na wale wae wakaenda na baraka yao. Ona, walienda na baraka yao. Na wewe enda na baraka yako leo ukitoka katika nabii. Mungu akusaidie na Mungu akutangulie. Mmesikia vile maandiko yamesema ilitapiriwa ya kwamba kule Bethlehem katika mji wa Juda, mji mdogo uitwaye Bethlehem, kutatoka mtawala ambaye atawachunga Waisraeli, ambaye atawachunga. Najua ninapohubiri hivi, kuna jamii ndogo, kuna boma ndogo imetarauliwa. Hata soka hamuna. Mnaenda kuomba kwa jirani. Yaani mmetarauliwa kiwango ya kwamba wanaona nyinyi hata hamkufaa kusaliwa hapo. Hapo kwenu. Unaona hapo kwenu? Ndio watakuja kuomba lift ya gari. Hapa tu
Watashangaa. Yale Bwana atakayotenda watashangaa katika jina la Yesu. Na tena leo tutageuza magonjwa yao warudie katika jina la Yesu. Magonjwa yao yote itawarudia katika jina la Yesu. Uliza mwenzako uko aje? Uko na pressure? Uko na sukari? Unaonaje? Iko mzee mwingine alitoka Nyamacha akasema, Nicholas anamjua, akasema hii ni kansa na wamesema sasa yeye ako serious. Mimi mzee uko serious yeye? Hata kuongea hakuwa anaongea. Nikamuuliza, kanisani nani alikuambia hii sauti unaimba utaimba tena? Sasa ako. Mwambie tutaomba tu usijali. Tutaomba maombi ya kumaanisha. Wacha ile nikihubiri hivi unakumbuka chapo ulipakiza asubuhi. Weomba kama utaomba tena useme chapo ningoje tu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Na usipende siku ya kanisa kama ya leo unaambia mtu mkutane saa 9. Unaona tuko hapa saa 9. Sasa utakuwa tu unajua saa 9. Saa 9. Yaani uko hapa mwili lakini roho inaona saa 9. Saa 9. Sasa utaparikiwa lini? Bwana asifiwe. Siku ya kanisa ni siku ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mimi Mungu aliniita niliambia baba yangu wewe ni Catholic. Mimi nilikuwa SDA lakini Mungu amenitoa huko naenda kwingine. Akaniambia wakati uliingia huko sikuuliza neno lakini hii nitauliza. Mwambie niulize. Aliponiuliza akaniambia nimupe sababu. Nikamwambia sababu Mungu wa mbinguni ameniita na ameongea na mimi. Amesema ile maombi amenipea nikiomba kule hawatanikubali, watanifukuza. Kwa hivyo atanipa dini yangu mwenyewe nitaisimamia. Na huko hakuna maneno. Akaniambia endelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Nini nilitangaza msimamo. Sijui wewe ukifika mahali unasemanga wewe ni wanabii ama unasema wewe ni mkatho. Wale wanasema Catholic. Anasema nabii. Bwana asifiwe. Kuna kitu na ni ya uchungu kidogo lakini nitawaambia ndio mbarikiwe. Bwana asifiwe. Wakati unataka ubarikiwe maandiko yanasema uwe mwaminifu. Uwe naanza hivi. Kuna dada alikuja kwa maombi akaniambia anaenda kufanya harusi. Nalipiti hii sababu aliteseka sana. Nikamwambia sasa naona ulitoa mimba. Na unaenda kufanya na huyu ndio uonekane mtakatifu ufanye nguo nyeupe. Kaniambia hata ni kitu gani Satan alinileta huku na niharibia siku yangu. Nikamwambia nitaiharibu kwa kukuambia ukweli. Akakasirika sana. Mwingine akamwambia dada, neno hili sio story, ni neno fupi. Litakutesa mbele. Nyenyekea. Hakusikia. Nikiomba alikuwa ananiangalia. Yaani nitamaliza lini Kwa matarau tu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikaomba akaenda. Miaka 7 hakuna mtoto. Alienda ndio ikaisha lakini miaka 7 unaonaje? Sasa akarudi. Ananiambia mtumishi, sasa ananiita mtumishi. Mtumishi wa Ngai, mtumishi wa Mungu. Uko poa? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia niko poa. Kaniuliza kama ninamkumbuka. Na msiniulizanga unanikumbuka? Na nikumbuka. Bwana asifiwe. Akaniambia mimi ni yule nilitenda dhambi. Na hiyo point ilinifurahisha. Akasema yeye ni yule alipingana mambo roho alisema. Akaniambia niombe sasa nateseka. Nashukuru kwa sababu alipotii sasa amebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa pale runga hiyo hali 95. Nikachaliwa kuambia dada mwingine. Hii kadi unataka nikuchangisie naona ni ya harusi. Lakini kwa vile harusi itaenda mbali. Hii itakutesa. Enda pole pole. Hapo mimi sioni harusi. Akanisomea. Nikamwambia unaniongeleza hivyo? Haya, ama ni vile tumesoeana.
Sawa. Tukaachana na yeye. Tena akaenda akakaa, akaacha akarudi tena na hiyo kadi. Mtumishi, siku ile ulisemaje? Bwana asifiwe. Nikarudia, nikamwambia hiyo vile nilikuwa. Ujumbe wa Mungu haubadiliki. Bwana Yesu asifiwe. Yeye pia hakutii. Akaenda, wakafanya harusi, wakamaliza. Mzee akamwacha nyumbani. Nilikuwa nafanya kazi hapa Nairobi na kampuni moja ya security. Alipoenda huko nyumbani, mother-in-law, mama mkwe, baada ya mwaka moja, maana nilimtabiri kabisa, sikubakiza kitu. Nikamwambia kwa sababu ukutii, naona ukihangaika mbele, ukiwa umepepa mtoto kichana, uko peke yako unakimbia usiku, utanikumbuka hiyo siku. Bwana asifiwe. Tukamalizana hivyo na yeye. Akaenda. Siku kutoka sasa hapa hatukuonana. Kumbe alienda, kaendelea mbele, ruhusa ikafanywa. Kaisa. Alipoenda kwa ile familia, mtoto amesaliwa kichana. Unapira sima itimie. Bwana Yesu asifiwe. Vile mtoto amesaliwa tu, atakaa sana. Mama akamwambia sasa uchue leo kutakuwa na wageni hapa. Na hao wageni wataingia kama saa 3. Akaanza kufuta ile saa 3. Bwana yake hakumwambia kuna wageni. Huyu ni mama anamwambia, kwa hivyo jitayarishe na watakula hivi na hivi. Akaona hiyo chakula anaambiwa si ya kawaida, kuna mambo. Akaanza kukumbuka Nairobi sasa. Network. Unajua ukinichukia namba yangu ya simu uweze kuwa nayo. Utafuta haraka. Alitamani kupata namba yangu. Sio kama saa hii tuko kwa mtandao. Unajua tulikuwa analog hiyo kipindi. Ni zamani. Bwana asifiwe. Sasa akaanza kukumbuswa na Mungu, kumbuka. Akaona mtoto kijana, akasema nikubaya sasa. Ule mtoto nilitabiriwa. Na nimeambiwa masaa inafika kuna wageni. Nikubaya leo. Bwana asifiwe. Kufika ile masaa akaambiwa usilale sana maana wageni wewe ndio utawaambia karibu. Walipoingia akaenda akaambiwa na mama wameingia. Sasa kuenda pale akaacha mtoto kilala kwake. Kwenda pale akaenda akapata wengine ni wasee wa dini ila anaenda. Lakini kwa mesa kuna sanduku ya marehemu na marehemu yuko ndani. Mmoja ako na kisu hapa na akaona atajitetea aje. Maana hakutii sauti. Bwana asifiwe. Sasa hapo akaona wacha watanganya, akamwambia kwa vile mtoto ni mdogo, si mngeniruhusu niende nilete mtoto tushiriki pamoja. Yeye vile aliona amepata hiyo mwanya, alienda akatoa yule mtoto akakimbia usiku kucha. Ili unabii utimie, maana nilimwambia naona unakimbia usiku na mtoto kicha. Alipokimbia usiku paka mahali akafika kwa yule mmoja waliokuwa naimba na yeye kwaya, akamwambia funguani kubaya. Alipofunguliwa, muulize umefaaje? Akamwambia ni kubaya, ni kubaya. Wacha nipumue kwanza kidogo. Ni kubaya. Hii story si ya saa hii. Hii ni ya kitambo tena. Ndio yule akasindwa, hii story si ya saa hii, anamaanisha nini? Kunaendaje nyumbani? Wakora wameingia? Sio wakora. Wale vijana walikuwa kule na yule mume wa ule mama akakimbia huko. Alipofika akakuta mlango umefu, lakini akaangalia akaona kwa kafenti kidogo, kaona ile mambo inaendelea kule sio ya kawaida. Akakimbia kurudi. Akasema kule kuna mambo na iko aje. Bwana asifiwe. Unabii lazima usidanganywe na unabii. Mimi nikikwambia kitu utajua ujue. Pale akawakalisha yule mama chini akamwambia, sasa wacha niwaambie leo. Mnasemanga kuna manabii wa uongo, lakini neno nilitabiriwa Nairobi. Mungu anisamee maana sikutii. Imetimia exactly vile niliambiwa. Akamwambia tupe story. Akamwambia kuna nabii naombea wapi? Pale fulani. Akaniambia hivi.
Sasa nimepatana naye exactly. Bwana asifiwe. Asubuhi yake alipotoka pale hakurudi kwa ile boma, straight paka kwao. Kutoka hapa tulikuja kukutana na yeye. Nikitoka kasi nikipita kutoka pale Kobiri chini nikikata hivi. Niingie maombi hapa. Alilia machozi. Aliponiona amebeba mtoto. Alilia machozi mpaka sauti haitoki. Ananionyesha hivi. Nikasimama, wana huyu si yule dada. Kwani kulie? Ananionyesha hivi. Unabii rasmi. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia basi tulia unipe story. Akaniambia mimi sikuambii chochote. Story ni wewe uko na. Sasa unaona anakubaliana, lakini pale mwanzoni napinga harusi yangu. Napinga harusi yangu. Napinga harusi yangu. Wakati mambo imegeuka sasa, amekumbuka ilitabiriwa. Hii neno ilitabiriwa. Imagine nilimkuta anauza nyanya. Hata wale watu walikuwa hapa karibu, kila mtu alishangaa. Alishangaa hiyo ujumbe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikamwambia, siongei sasa sana. Chukua namba ya simu utanitafuta. Nimechelewa naenda kwa maombi. Aliniangalia paka vile unajua nyumba asikukuwa huko. Bwana asifiwe. Ilikuwa moja moja. Hata nikienda mbali nikiangalia. Bwana asifiwe. Ukionya kubali maonyo. Ukionya kubali. Ndio maana imesema ilitabiriwa mapema atasaliwa Mesaya. Lakini Herode hakukubali. Sasa Herode wamejaa paka makanisani kutaka kuangamiza wengine. Lakini walio wa Mungu, Biblia inasema katika Ufunuo kwamba wamepigwa muhuri paka siku ya baragumu, paka siku ya kiyama watapigwa vita, lakini Mungu ni mwaminifu, atasimama na wao. Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye huruma, anawachua walio wake. Hata wacha wasongeswe, hata mguu wao hautasongeswa. Bwana Yesu asifiwe. Ndoto siko. Matendo ya Mitume sura ya 2. Maandiko yanasema siku zile za Bwana zitakapokaribia, wengine watapewa maono, wengine watapewa ndoto, wengine watapewa unabii. Si lazima uwe nabii ndio ufunuliwe. Ukiwa wewe ni straight mbele ya Mungu, hata usiku ukilala utaonyeshwa. Utaonyeshwa kasiri ni kubaya, utaonyeshwa fulani ni mbaya. Ukilala tu Mungu atakuambia. Hata hii broti unakaa hapa Bible ni mbaya ama. Kabla mimi nisema utakuta umeonywa. Lakini wewe hata uchaona kwa ndoto, umeonywa na roho, uami huko. Uliza mwenzako bado uko huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kulingana na maandiko haya, Yusufu alipoonywa akiambiwa ondoka, anaondoka. Akiambiwa toka Misri sasa, wale walioua, wale walietaka kuua mtoto wamesaa kufa. Wamesaa kufa. Wale wamesaa kufa. Yule anakutafuta na wewe hauna hatia, lazima ataondoka mapema. Wewe ndio utasika yeye. Wewe ndio utasimama kwa hiyo matango utasema pole. Maana huna hatia naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko imesema vyema kwamba akaambiwa kwa ndoto Yusufu, sasa beba mtoto na mke wako Mariamu murudi, maana wale waliyetafuta roho ya mtoto kumuua wamesaa kufa. Biblia imesema alipokuja tena akakuta kijana wa Herode ndio kiongozi. Akaogopa. Tena Mungu akamwambia nenda kwingine. Kunaitwa nini? Nazareti. Kwa mji mdogo akae kule. Alelewe kule kunaitwa Nazareti. Kwa hivyo vile Mungu alimuita kutoka Misri. Najua unapitia mambo mengi. Najua kwa ndoa unapitia mengi, kazini unapitia mengi, wengine mahali aliolewa amekataliwa, inasemekana amri za huko sijui ni 7, acha sika vizuri zote. 7 ni saa nini? Na ni 10 maandiko inasema. Hii 7 ni ya mata inilo. Bwana asifiwe. We mwesimu mata inilo.
Mheshimu father in law. Lakini amri ambaye asifiki zile za Mungu usisike hizo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Maandiko imesema vizuri, akatuma kwa pelelezi wa chungu. Kwa hivyo wewe huwezi chunguzwa. Wewe huwezi chunguzwa. Sio kila mgeni anakuja kwako ni mgeni anakuja kwanza chunga ona. Chunga yule anakusalimia, anakubusu. Chunga huyo. Chunga huyo sana. Chunga yule unaacha kwa nyumba, unasema unatoka kwa ghorofa juu unaenda chini kumleta masiwa na mkate mpige chai. Hata mara moja anaenda kwa kitanda na chokora na hata anakutarau anasema huyu analala mahali mbaya hivi, kumbe kitanda yake hata mattress imekwisa. Ukirudi unafikiri ni mgeni, kumbe ni mpelelezi. Mwingine ako na dawa anapuliza pale, mnaanza kufurugana na mume, unashindwa hii vita inatoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Waliyetafuta maisha yako hawatakupata. Maana Mungu ndiye atakulinda. Mungu atakufunika na damu ya Yesu kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Ninataka nisungumuzie kwa hii jamaa ndogo, huu mchi mdogo unaitwa Bethlehem. Poma iliyetarauliwa, hapa kutatokea chief, kutatokea MCA, kutatokea kiongozi, kutatokea daktari, kutatokea. Siku nyingine nikauliza wasasi mahali fulani hivi, ni nani msasi anaweza penda mtoto wake akuwe mchungaji? Wetu no. Hiyo no. Ai. Kauliza mmekataa haraka hivi kwa nini? Hiyo pastor hakuna pesa. Kwani ni biashara? Bwana asifiwe. Nikawauliza mmekataa haraka na Mungu akisema. Na Mungu akisema mtoto mmoja amechaguliwa kuwa mchungaji, utapinga? Wewe wakati unapinga utakuwa umelala. Lakini wachungaji maandiko yanasema Roho wa Mungu anawaamuza usiku, wanaomba. Kwa hivyo ukilala anaomba. Maana ni mwito huu, ameitwa yeye. Bwana asifiwe. Tunataka tuombe, tutingize misingi ya Shetani ili Bwana aonekane. Nana hii ndoto unaona unakimbizwa na wanyama huko Mombasa Road, sijui unafanya nini? Hiyo inakusumbua kwa sababu gani? Hujachagua njia moja. Ni kweli. Hiyo ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako uko hapa. Ama hiyo neno imekuchoma mahali. Bwana asifiwe. Kwa nini kwa hii jamii Mungu aliwapigania? Kwa nini? Hawakuona mali, hawakuona pesa, zaidi ya mambo yote na mke wake walimuona Mungu, wakamwamini Mungu, na kila mmoja wao alitembea katika njia ya Bwana. Siku hizi wengine waaminiani na wameokoka. Sasa mwingine anangoja usiku ifike ndiye akuja pole pole, na ni kwake mzee anakuja pole pole achue uko salama pole pole. Ni kama mpelelezi pole pole. Unakuja pole pole aje. Kama wasee wa zamani. Nilipokuwa naingia kwa boma anakoa kidogo kuonyesha mzee. Naingia. Ndio ufanye hivyo uta ndio ubarikiwa. Sasa unaenda kama unahisi kwa nyumba ya ghorofa unatoa viatu mbali ndio ati mama asikie unakuja. Watoto watafanya nini kama wewe mtu msimu na wewe ni mpelelezi? Na unaenda kwako unatoa viatu, wewe ni goje bani? Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Mahali watu wawili wanatembea kwa njia moja. That's why we always say unity is power. Lakini ukiona mnatakana hivi, hata ukiuliza mwingine, wewe na huyu simuko pamoja, mnafanya kazi wote, huyu unajua msaraka, tuliambiana kila mtu ajipange. Sasa hiyo ni ndoa gani? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio ndoto takatifu ionekane, uaminifu uonekane, mambo itakuwa sawa. Lakini huwezi kuniambia utaona ndoto njema kwa usharati number 1, kwa vitina number 1, kwa kuwifu number 1. Hii mambo machafu wewe ndio number 1. Utafanikiwa lini? Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako umeokoka na ulikombolewa? Bwana asifiwe.
nikahubiri mahali kwa crusade. Nikaona watu wanaimba, sisemi nyinyi mnaimba mzuri. Sasa huyo alikuwa anaongoza praise and worship, nikaangalia nikaona hii sio roho. Aligonga kwa ini. Nilipouliza pastor wake, huyu mwenye anaongoza hapa ndio muende mbele za Mungu, ni mrefu. Huyu amechazwa roho. Sawa tu. Bwana asifiwe. Hipa upili nikamwambia Bwana, kila roho inatesa hii kanisa leo yaipiswe katika jina la Yesu. Wakati ule alikuwa anaimbisa pale, alipoanguka chini, nikasema hiyo roho iseme. Nikasema ni ya ulevi. Paka pastor karibu anguke chini. Na ana aliniambia amechazwa roho. Kumbe hata kwa bagi yake akona kachupa kidogo, naenda kidogo anagonga anarudi, yani unaona tunamchezea Bwana. Mnamchezea Bwana gani? Mabwana ni wengi duniani sasa. Kumbe amegonga, hata amekataa kuokoka, ni mrefu huyu na ndiye anaongoza kanisa. Sasa siku hizi ndio unaona ukiangalia madhabahu mengine haina nguvu. Nguvu ya madhabahu iliisha. Kwa sababu gani? Utakuta hata huyu amefaa kinyansa ako kwa madhabahu. Huyu amefaa trosa na kingine akinyesewa sio kama katatoka ako kwa madhabahu. Na anaimba anasema Bwana asifiwe. Sasa roho gani wa Mungu atatembea kwa hiyo madhabahu? Roho gani? Usidanganywe. Mungu ni mtakatifu as the Bible says. Usidanganywe ati sasa hapo ati madhabahu mwingie vile mnataka. Hapa sio kwako. Hii madhabahu ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima ujipime. Hii nguo ninafaa. Ninaenda kwa madhabahu. Nitatoka na baraka ama nitatoka na laana. Bwana asifiwe. Ujipime mwenyewe. Usifanane na wale wanasema sasa mambo yote ni digital. Digital. Hatujakataa digital. Lakini ya hapa siwezi kubali. Hiyo kusema hapa paka ile ya kulalia ukanyaga nayo hapa. Avatari makeup. Sababu hapa ndani ya kunyesi. Unajua ukinyeseka mtu kwa makeup inang'oka. Na kumbe kwangi mweupe. Silikwambia siku nyingine tulienda Murang'a matanga. Karibu tukaje mwenzetu chini, mimi nashindwa. Huyu hatukupepa huyu asubuhi. Kumbe asubuhi alikuwa na makeup. Sasa pale mvua kubwa ikanyesha. Nikamwambia dereva sasa, nitolee gari hapa maana tutakwama. Na ukumbuke wale tulikwenda wao. Sasa tuliona kila mtu anatoka maana pale tulikuwa ni kubaya. Kukinyesha hatuwezi toka. Na yule mama anaitana anasema msiniwache. Huyu anaendesha gari anasema huyu waachana na hatukukuwa na yeye. Maana gari yetu ilikuwa imejaa. Kuna mama yule tulikuwa naye. Sasa unajua makeup amenyesewa imetoka. Hatuoni ni yeye. Nikamwambia huyu mama ametufuata sana. Kumbuka vizuri alikuwa amefaa aje. Unajua mfua naye inaweza kutuletea shida. Bwana asifiwe. Nikamwambia sasa kwa vile umekanyaga kwa hii nini, mara endeza pole pole, amekimbia sana. Tukakuta ni yeye. Alipoingia kwa gari hata nilisema wacha nitulie kidogo ndio nimuulize. Kwanza unajua amekimbia hapo. Ndio nikamuuliza mama nani? Unajua sasa tumesindwa ni wewe ama ni jirani? Akasema hivi vitu tuliletewa inaleta shida. Nikamuuliza ni vitu gani? Si ni makeup. Iling'oka. Hata wale mnaoa sasa vijana mpime makeup. Usifike nyumbani usangae. Ukute achaingia kumba ameshaingia. Inaitwa makeup. Hiyo ukiwa hapa utanyesewa, lakini hiyo ingine Mungu amekataa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo Mungu ameita wale watakatifu na atawalinda, hawataibika. Hao ni wabarikiwa, wataona siku njema. Na ile poma iliyetarauliwa, mimi nimesimama na nimeitabiria leo baraka.
katika jina la Yesu. Hiyo nimeitabiria baraka katika jina la Yesu. Na Mungu atatenda jambo jipya. Wale maadui waliyekuonea, waliyekutarau, watakuheshimu. Ambia mwenzako maadui watakuheshimu. Mwambie vizuri watakuheshimu. Mwambie vizuri watakuheshimu. Mwambie sio story, watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Watakuheshimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia hapa, kuna watu niliomba boma moja kule Kisii, wamekuliwa na chawa, wamekuliwa vibaya, na hata masomo hakuna mwenye akona certificate hata ya class 8. Lakini wakalia wakasema sasa kwa hii boma walikaliwa na umaskini. Na sasa hii chawa zingine ni sama pepo wewe. Hata hivi roboto. Kione imechaa kwako kwa sana unione. Iko dawa kwa hii matabu. Bwana asifiwe. Ukiona kunguni zinakusambulia, mchana asionekani. Ujue hiyo kuna laini nyingine hapo. Bwana apewe sifa. Nikaomba kwa hiyo boma. Na sikwambii wewe uende kuomba hivyo kwa maana wewe sio nabii. Nikamwambia chumvi na homa, nikamwambia oga mwili, mkue safi na mtapona. Baada ya wiki 3 kila mtu alikuwa safi. Yaani safi kabisa. Baada ya wao kupona, Mungu akarejeza ile baraka waliyenyang'anywa. Mungu akarejeza. Yeye ni mwaminifu, amejaa neema na huruma. Hata kama ulifungiwa kisomo, Mungu atakufungulia hata biashara ndogo, atainua, itakuwa kubwa, utapata pesa, utaitwa mdosi hata wewe. Katika jina la Yesu. Tawala walikutarau, utakapeba na degree yao, utakapea lift katika jina la Yesu. Ukiona umesoma sana, heshimu yule ako chini. Wewe mheshimu tu for free. Maana uchui kesho mtakutana kwa? Unajua utajiri huo na change mikono. Utajiri iko na maneno yake. Ina change nini? Mikono. Leo ni wewe. Kesho ni mimi. Ambia mwenzako hata wewe ni milionea. Bwana asifiwe. Usijaribu mtu akususe. Hapana. Usijaribu mtu akuite maskini. Mwambie wewe ni mdosi. Bwana apewe sifa. Maana Mungu amekuandalia mema katika jina la Yesu. Kuanzia leo muandike tarehe ni ngapi, na hiyo boma lazima Mungu ainue. Na unajua itaanza na wewe. Maana wewe ndio umeamini hapa. Bwana asifiwe. Na ule mzee anaenda huko nje ya ndoa arudishwe nyumbani katika jina la Yesu. Hata mama mwenye kuenda huko arudishwe nyumbani. Nafikiri ni wazee wanaenda peke yao. Kila mmoja arudishwe nyumbani. Nataka kuomba maombi hapa, ili Bwana atamaraki na Bwana atawale na atende jambo, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na yule ambao umefika miaka ya ndoa na unaona hapana shinda kwa kioo. Unajua kioo ya mzungu itakudanganya. Na kapo na nimeisa namna hii. Niko 3, waachana na kioo. Muamini Mungu. Muamini nani? Muamini nani? Na uwe mtakatifu. Umwambie Mungu sasa mahali nimesimama. Kwa nini Ezekieli alishinda vita? Alimwambia Mungu, mimi ni mwaminifu katika nyumba yako. Kumbusa Mungu hivyo. Mwambie mimi ni mwaminifu. If I told you know, you are a faithful one. Mwambie Mungu ukweli, mimi ni mwaminifu katika nyumba yako. Nisaidie. Na akiangalia ana uaminifu. Lakini si ati umuombe Mungu, ona, wengine wanaomba maombi haifiki kwa sababu anasema Mungu wa mbinguni unipe ndoa takatifu. Lakini wewe ni mtakatifu. Sasa wakati umeomba kama wewe ni msichana, hapa mbele umepanga vijana kama 4. Hapa wewe ni mtakatifu. Watoe wote ambia Mungu nipe utakatifu. Uone vile itakuwa haraka. Bwana asifiwe. Kama kasiri unataka uongeze mshahara, check your tithes kama unamtolea Mungu. Sio kusema hapa kasiri niongeze mshahara na Mungu naye ananyosa mkono. Nionyeshe umefanya nini. Wale wanafunzi waliyefanya hapa vyema,
tulisema tunawachangia. Si wanajua university mwezi wa 9. Mnajua wa target. Wewe ungekuwa umetoa. Tufanye sherehe kubwa hiyo siku tuipiza Shetani katika Yesu. Bwana asifiwe. Hata wale waliosema hawatasoma, watasoma na wataenda mbali katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Ukiwa wewe umejikamilisha vile Mungu anataka, ombeni chochote utapewa. Maandiko inasema. Maandiko inasema. Ombeni chochote utapewa. Maana yule mama aliteseka miaka 7 kwa sababu ya kukosa kutii sauti ya unabii. Anajua kila amefanya, nikimwambia tubu hiyo kabla siku ya harusi, anaona kama sasa nikasindwa, anataka anipange ama ni mimi nampanga. Bwana Yesu asifiwe. Tambi inaitwa tambi. Hakuna zote kati hapo. Ukitaka kubarikiwa, wewe tembea katika njia ya Bwana. Bwana asabe sifa. Ukitembea katika hiyo njia, Mungu atatenda. Na ninashukuru kwa hiyo neema. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo Yusufu aliongozwa vizuri mpaka maadui wakakufa kwa sababu aliongelezwa kwa ndoto na kuambiwa usiende hiyo njia. Enda ukae mpaka nikuambie. Anaenda anangojea. Lakini wewe ukiambiwa Roho amesema utabarikiwa, nenda ungojea baraka. Mara moja ndio huyo kwa nabii mwingine kaangwale. Unaweza nichekia kwa sababu kuna mtumishi mkuru kwa Njenga anaitwa Sina Bishop. Tena ni nabii. Alitabiri akasema mimi ni mbarikiwa. Kwa upande wako kama nabii na mtumishi wa Mungu, unaonaje? Ukikuta yule ameitwa vizuri na Mungu, atakwambia hata hapa usikae. Atakufukuza. Kwa maana wewe ni wa vipimo. Unataka kwenda kupima. Bwana Yesu apewe sifa. Mwingine alidanganywa wameishi na bwana yake miaka mingi. Kaambiwa tu amesema, "Hii kwa upafu wako atuende muachane." Na akatii hiyo sauti ya Shetani. Maandiko yanasema walio pamoja wasitenganishwe. Waombewe hiyo ndoa iendelee katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuta mahali unaambiwa na mumekaa pamoja, huyo wa kuwatenganisha ni wa ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka tuombe hii neema. Zile roho za Herode zinakutafuta, zinatafuta watoto wako, zinatafuta ufutwe kazi, zinatafuta usiendelee na biashara, zinatafuta usiinuliwe, usijazwe roho. Hizo roho Mungu asiondoe. Na kama ulifungwa na ibilisi, usipate mtoto kichana, wewe unasemanga ni mapenzi ya Mungu, nikiomba leo kwa majira kama haya, huyo mtoto atasaliwa na ataitwa Moses. Uende uandike jina. Hiyo nimetabiri. Tusimame mbele za Bwana ili tuombe neema hii. Bwana atembee nasi. Maana katika maandiko haya Yusufu alishinda hizi vita na mkeo kwa sababu neema ya Bwana ilikuwa juu yao. Na wewe ukitaka kushinda, jitakase, mwambie Bwana, nimeona mahali nimekosea na nimeomba rehema na toba na msamaha. Unitendee mema kama vile ulivyowatendea wale waliotutangulia. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu kwa walio waaminifu. Na maombi mazuri ya kuchipiwa ni maombi ya kuomba msamaha. Na wote wakuwe ndani. Kanisa hiyo mlango ifungwe tuombe, maana maandiko yanasema ukitaka kuomba Mungu akusaidie katika maombi, uingie ufunge na uombe Mungu. Mungu ako katika siri. Hata kuacha uendelee kuhangaishwa. Atatenda jambo jipya ili aipise wale maadui wanaopigana na wewe. Santarabosi karadai. Ninge Yesu ribagantarabosaya. Bori tarabosika Yesu radini. Baba, kwa sababu yeye ni Mungu, umejaa neema na umejaa rehema. Ulimulinda mwanao Yesu kwa kila hali zote. Alitafutwa wawe na hakuwa amekosea mtu. Mungu mwenye rehema, utulinde Baba, maana tuko kwa miguu yako. Maadui wale wamezunguka na roho ya Herode Baba
kutaka kuangamiza kanisa lako na watu wako. Kristo, naomba uonekane, ufunike na taifa letu la Kenya na damu ya Yesu. Ukatende mema kwa sababu yeye ni mwema. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Unastahili Baba wa neema. Wa kuinuliwa ni wewe. Wa kuabudiwa ni wewe. Wale wametoa mimba wakapata shida Baba kwa sababu ya makosa hao wenyewe, Kristo wasamehe. Wale walipigana na watumishi wako, wakapigana na kanisa, Baba naomba Mungu wa uzima uwasamehe Baba. Wale waliyepigana na wazazi kupitia kwa hiyo roho ya Herode, uwasamehe ili wabarikiwe. Maana maandiko yanasema wewe ni Mungu wa baraka. Wewe ni Mungu wa kuinua. Wewe ni Mungu wa kutenda ishara, miujiza na maajabu. Wengine wametoka jamii ndogo, wengine wametoka nyumba ndogo, nyumba iliyotarauliwa, nyumba ya umasikini, nyumba yenye haina chochote, nyumba yenye hata pesa ya kusomesha watoto haikupatikana Baba. Wewe ni mwenye rehema. Wewe ni mwenye huruma. Wewe ni mwenye mamlaka. Neno lako linasema katika kusanyiko Baba, unapendezwa Baba. Unapendezwa Jehova. Unapendezwa Baba. Wengine wamezungukwa na roho ya madeni, hata wazazi wao walikufa na madeni Baba. Uingilie kati Jehova. Uingilie kati Mfalme. Uingilie kati Baba. Na wengine wameenda wakakosa hata uaminifu kwa ndoa zao, uwasamehe Baba. Maana maandiko inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati kwamba kama watakubali, kwani awaombee msamaha na awaombee upatanisho, Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, utasikia maombi yao, utawaondolea mitego, utawaondolea mabaya, utawashika mkono kwa sababu yeye ni Mungu. Ninajua Baba kuna maadui wamezunguka kututafuta kila kona, kutafuta wapendwa kila kona. Firo lilinda mwanao Yesu. Naomba Baba wa neema, uwalinde wapendwa hawa. Uwalinde ukasike mkono. Yoyote anapigwa vita Baba kwa sababu ameokoka Baba. Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni, umusimamie Baba. Umutetee Baba. Umusike mkono Baba. Umuonekanie Jehova kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu. Umejaa neema na rehema. Wewe ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka Baba, Mungu wa Yakobo Baba, Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye heri, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye rehema. Wale wamechukua hatua ya kuamini na kutubu kulingana na makosa yao, kulingana na mahali wametoka, wametarauliwa. Nimewatabiria Baba siku ya baraka, siku ya ushindi, siku ya kuinuliwa, siku ya kubarikiwa. Mwewe ni Mungu mwenye rehema. Hapa mjini Baba, uwainue Mungu, uwainue Mungu, uwainue Mungu, uwaponye Mungu, uwape neema Mungu, uwape nyota ya baraka, uwatakase Baba ile midomo michafu na zile roho mbaya zinawafuata Baba kutoka mahali wametoka, zile wanenea kwamba hawatabarikiwa. Tumekuja kugeuza, tumekuja kugeuza, tugeuza Baba, tunageuza hiyo laana, tunageuza hiyo madhabahu, tunageuza Baba hiyo midomo michafu, hiyo umasikini, tunageuza Baba, tunageuza umasikini, hiyo roho ya madeni tumekuja kukataa. Kataa roho ya madeni. Mwambie Bwana Yesu, wewe umekataa, wewe umekataa hiyo roho ya kukataliwa, roho ya rejection. Mwambie umekataa midomo michafu. Mwambie Bwana Yesu, wewe umekataa kukaa na magonjwa. Mwambie Bwana Yesu, wewe umekataa kukaa na presa ya Satan. Mwambie umekataa mambo ya operation. Mwambie Bwana Yesu, mwambie umekataa mambo ya kuonewa, mambo ya kufutwa kazi ovyo ovyo. Mwambie Bwana Yesu, wewe umekataa, wewe umekataa, umekataa kutarauliwa, umekataa madeni, umekataa kuwa jini, umekataa. Mwambie Bwana Yesu, umekataa vifungo vya wachawi, wewe umekataa. Mwambie umekataa.
Mwambie Bwana Yesu, mwambie umekataa. Hiyo vifungo wewe umekataa. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa. Mahali walikufunga wenye wifu, roho ya Herode, mwambie Bwana Yesu, Bwana Yesu, ulishinda na mimi nimekataa mateso ya Shetani. Mwambie umekataa. Rabai, baba tena lea la Yesu rabai. Mwambie Bwana Yesu, umekataa. Mwambie umekataa. Mwambie Bwana Yesu, mwambie umekataa hiyo mateso, hiyo kutarauliwa. Mwambie Bwana umekataa. Hiyo roho inapigana na ndoa yako. Hiyo roho inapigana kutolewa kwako, kutoa kwako. Mwambie Bwana leo nimekataa hiyo kifungo ya Shetani inaharibu ndoa. Mwambie Bwana Yesu. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa. Mwambie Bwana Yesu, umekataa kutarauliwa. Umekataa mateso. Umekataa roho inapigana na ndoa yako. Mwambie Bwana. Mwambie Bwana Yesu. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa. Mwambie umekataa. Umekataa kifungo. Kifungo ya wachawi. Kifungo ya waganga. Kifungo ya laana. Kifungo ya Illuminati. Kifungo ya ukoo. Damu ya ukoo. Laana ya ukoo. Midomo michafu iliyosema utainuka. Umekataa madeni. Kataa madeni. Kataa madeni. Mwambie Bwana Yesu, nimekataa madeni. Mwambie Bwana Yesu, hiyo roho ya madeni nimekataa kwangu. Mwambie Bwana nimekataa. Yesu alizaliwa ili yote yakuwe sawa. Mwambie nimekataa. Mwambie nimekataa. Mwambie nimekataa. Wale wanapigana na mimi nimewakataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Oh ribai. Mwambie Bwana umekataa. Wale wote wanaopigana na baraka zako umekataa. Yes, umekataa. Rabai. Ha, Jesus rabai. Mwambie Bwana Yesu umekataa. Umekataa hiyo wachawi waliopigana na nyota yako. Hiyo roho ya Herode wewe umekataa. Kifo ya mapema. Mwambie Bwana Yesu, kifo ya mapema nimekataa. Roho ya uchungu, roho ya hasira, mwambie umekataa. Roho ya kuonewa, roho ya ukataliwa, roho ya umasikini, mwambie Bwana Yesu umekataa. Ndio. Ndio. Ndio baba ndio. Ha, ribai. Ndio Rabi. Mwambie umekataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwambie umekataa. Mwambie Bwana Yesu umekataa. Hiyo roho ya kuwa chini umekataa. Roho ya ukataliwa. Ribai. Hiyo roho ya ukataliwa hiyo iondolewe sasa. Kataa roho ya ukataliwa. Baba ribai. Iondolewe sasa. Yoyote aliyekataliwa, amekataliwa kwa ndoa, amekataliwa kazini, amekataliwa kanisani, amekataliwa kila kona. Yule gola kai, yule aliyetumiwa, yule ukataliwa, hana kibali baba. Muondolee hiyo roho katika jina la Yesu. Roho ukataliwa, hiyo ni ya Shetani. Hiyo ni ya Shetani. Mwambie Bwana Yesu umekataa. Yes. Bori tasaidar kai. Nenge Yesu radini. Tawala Mungu wa neema. Kila roho isiyotokana na wewe inayetesa watu wako, uiondoe milele. Uiondoe milele. Roho ya uchawi iondolewe. Roho ya uganga iondolewe. Roho ya magonjwa iondolewe. Vita ya Shetani, roho ya usherati, roho ya vitina iondolewe. Roho ya backsliding iondolewe. Roho ya madeni iondolewe. Iondolewe katika jina la Yesu. Roho ya madeni iondolewe. 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 Mwambie Bwana iondoe. Yes. Yes. Tunakemea. Iende kuzimu. Roho ya mateso, roho ya kifo ya mapema, roho ya kujinyonga, roho ya kunywa sumu, iondolewe milele katika jina la Yesu. Kila mabaya Shetani iondolewe milele katika jina la Yesu. Vita ya Shetani iende milele. Iende milele katika jina la Yesu. Bori tasaidar kai. Nenge Yesu ribagantara bosaya. Utukuzwe Baba. Uinuliwe Jehova. Mwenye nguvu. Umejaa neema na rehema. Unastahili kuinuliwa. Unastahili kuabudiwa Baba. Wewe ni mwenye nguvu Baba. Wewe ni mwenye mamlaka Baba.
Wewe ndio mponyaji Baba. Wewe ndio daktari Yesu. Wewe ndio unainua. Wewe ndio unainua. Wewe ndio unainua Baba. Wewe ndio unainua. Wewe ndio unainua Yesu. Wewe ndio unainua. Wala Shetani alisema hawatainuliwa. Nimewaombea. Nimewaombea. Roho ya kuinuliwa isuke kwao sasa. Wainuliwe. 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 Kwa biashara wainuliwe. Kwa kazi wainuliwe. Kwa ndoa wainuliwe. Yesu wainue. Mungu wa Yakobo wainue. Katika jina la Yesu wainue. Roho ya mateso waondolee. Kifo waondolee. Polai Baba. Nenge Yesu rebai. Nenge Yesu radin. Utamaraki Baba. Utawale Baba. Utawale Jehova. Roho wako atende kazi. Roho wako sasa atende kazi. Roho wako atende kazi. Balai Baba radin. Yesu rebai. Yesu radin. Yesu rebai. Mungu wa Yakobo, mwenye neema ni wewe. Waliofungwa kwa ajili ya maombi, waliofunjika moyo kwa sababu ya vitina, wape neema mpya. Wape neema mpya. Maandiko haya yamesema, ulituma nyota, nyota ikawaongoza wale mamajusi. Ile nyota ya baraka ilimlinda Yusufu na Katarabogoria na mwana Yesu na Mariamu Baba, paka mtoto akawa mkubwa. Na wale waliotafuta mtoto, maandiko yamesema walikufa wote. Mungu mwenye rehema, naomba sasa kwa neema yako, kwa mapenzi yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, utume Baba, utume nyota, utume nyota Baba, utume nyota Baba, utume nyota ya baraka, iwasukie Baba, iwasukie Baba. Wenye imani, wenye imani, wenye imani, wenye imani, wenye imani. Wewe ni wa nuru, wewe ni wa nyota, wewe ni mwaminifu. Fungua mbingu Baba yangu, fungua mbingu sasa, fungua mbingu Baba, fungua mbingu. Mungu wa Yakobo, fungua mbingu Baba, fungua mbingu Baba. Usukize nyota ya baraka. Uribai, uratin, pabaribai, pabaribai, pabaratin, pabaribai. Yes, 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 yes. Ribai, ribai, paba. Yes, ribai. Ndio. Hodi hodi, hodi hodi Baba, hodi. Pabaribai, pabaribai, pabaribai. Yes, yes, yes. Fungua sasa, fungua mbingu. Achilia nyota, achilia nyota. Hiyo nyota ifungue laini ya roho. Hiyo nyota ifungue laini ya baraka. Hiyo nyota ifungue baraka ya ndoa, baraka ya kazi, baraka ya biashara. Yes, ndio Rabi. Pabaribai, 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 pabaribai. Ndio Rabi, ndio Jehova, ndio Baba. Unastahili, 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 unastahili. Mbingu ndio hiyo imeachilia hiyo neema, hiyo baraka, hiyo neema ya baraka imeachiliwa, imeachiliwa, imeachiliwa. Nyota ya baraka imeachiliwa, iwainue tena, iwatakase tena. Wenye imani, wenye imani, pabaribai. Wenye imani wainuliwe, mchini wainuliwe, masambani wainuliwe. Asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana. Ametangulia mbele, anasema ametangulia mbele kusima moto wa Shetani. Anasema ametangulia, anasema ametangulia mbele yake na kuongoza kusima moto wa Shetani. Anasema ametangulia asime moto wa Shetani. Kila mahali unaenda anasima, anasima, anasima moto, anasima moto wa Shetani, anasima moto wa wachawi, anasima hiyo nyoka iliyotesa maisha yako. Anaisima hiyo nyoka, inasima, inasima hiyo nyoka, hiyo pepa ina nyoka inasima. Asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana, asema Bwana Yesu. Ameachilia neema, ameachilia neema, ameachilia neema, anaachilia neema, ameachilia neema. Inua mkono mwambie Bwana, ameachilia neema,
Ribai. Raten. Baba kupitia kwa hiyo mkono, achilia neema. Achilia neema. Neema ya nyota. Neema ya baraka. Wainue wenye imani. Ndio Rabi. Ndio Baba. Wainue Jehova. Wenye imani. Wainuliwe. Wainuliwe. Waondolee mateso. Waondolee madeni. Waondolee madharau. Wape heshima. Ndio hiyo Ribai. Baba Ribai. Baba Ribai. Baba Ribai. Baba Raten. Yes. Ribai Baba. Ribai. Yes. Borai Raten. Baba Ribai. Baba Ribai. Wapiganie. Wapiganie Baba. Wapiganie Baba. Wapiganie Baba. Wakomboe. 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 Kutokana dunia. Uwachie neema. Uwachie neema. Neema ya nyota. Nyota ya baraka. Waone mkono wako. Kwa sababu wewe ni Mungu. Hallelujah. 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 Ola ilagai. Hallelujah. Santara bosaya. Nenge Yesu Ribai. Utende jambo Baba. Utende jambo Jehova. Utende jambo Rabi. Waone mkono wako. Waone mkono wako. Waone mkono wako. Operation isiwe na nguvu. Magonjwa isiwe na nguvu. Ndoto mbaya isiwe na nguvu. Uwape ndoto njema. Kwa sababu wewe ni Mungu. Unastahili Baba. Unastahili Kristo. Ribai. Raten. Umejaa neema Baba. Umejaa neema Baba. Umejaa neema Rabi. Wewe ni mwaminifu. Shughulikia maisha yao. Wewe ni mwenye rehema. Shughulikia biashara zao. Shughulikia kazi Baba. Shughulikia kwaya Baba. Shughulikia waumini. Shughulikia roho. Tawala Baba. Tawala Baba. Tawala Baba. Tawala Baba. Tawala Jehova. Tawala Baba. Yoyote Baba aliyenyang'anywa mbaraka wake, namwombea urejesho. Namwombea urejesho. Namwombea urejesho. Kutoka Misri ulirejesha Baba mwanao Yesu akiwa mzima. Naomba urejesho. Naomba urejesho. Urejesho wa afya njema. Urejesho wa baraka. Likai. Baba Ribai. Raten. Baba Ribai. Yes. Raten. Raten. Baba Raten. Yes. Yes Ribai. Tawala Baba. Wewe ni Mungu. Umejaa neema. Umejaa rehema. Unaweza Baba. Umetenda jambo. Umetenda jambo. Umetenda jambo. Uinuliwe. 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 Uinuliwe Baba. Zaburi 9. Uinuliwe. Uinuliwe Baba. Isaya 12. Uinuliwe Baba. Yohana 1. Uinuliwe Baba. Uinuliwe Jehova. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Yeremia sura ya 2. Asema Bwana. Uinuliwe Rabi. Pori tasaida. Nenge Yesu Ribai. Uinuliwe Jehova. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Umejaa rehema. Umejaa neema. Uinuliwe Baba. Upewe sifa Baba. Wewe ni mwaminifu. Waliyedharauliwa umewapea heshima. Umewainua Baba. Umewainua Baba. Umewainua Baba. Umewainua Kristo. Umewainua Baba. Waliyekataliwa umewapa neema. Umewapa kibali Baba. Jehova Mungu. Uinuliwe Baba. Wastahili. Baba wastahili. Kristo unastahili. Kristo unastahili. Mahali wanaenda wakubariki Baba. Wakubariki Baba. Wakubariki Rabi. Wauone wema na mkono wako. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Umejaa rehema. Umejaa neema Baba. Tunainua jina lako. Umetenda. Bwana ametenda. Umetenda Baba. Uinuliwe Baba. Bwana Yesu ametenda. 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 Ametenda Bwana Yesu. Ametenda jambo. Ametenda. Siku 48. Siku 48. Ngojea neema ya Bwana. Siku 48. Ngojea neema mpya. Asema Bwana. Kutoka sasa mpaka siku 48. Anasema Bwana. Nimesikia kilio. Nimesikia maombi. Muningoje. Muningoje. Asema Bwana Yesu. Muningoje. Anasema muningoje. Muningoje. Muone ukuu. Muone ukuu wa Bwana. Amesema amesikia.
Sante Baba, sante Mfalme, uinuliwe Baba, upewe sifa Baba. Wewe ni Mungu, umetenda makubwa, umetenda makubwa. Aliyetubu dhambi akamaanisha kwa moyo amesamehewa. Bwana anasema aliyetubu dhambi zake kwa moyo wake na akamaanisha, Bwana amemsamehe. Haleluya. Bori tarabosaya. Ninge Yesu ribagantarabosaya. Ubarikiwe. Bwana wakumbuke. Bwana wachalie neema. Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo amefungua ukurasa mpya. Asema Bwana Yesu, kwa maisha yako kumefunguliwa ukurasa mpya. A new chapter, a new beginning. Porita saida. Ninge Yesu radhi. Mungu mwenye rehema akuchalie neema, akubariki. Mungu akulinde, Mungu akutakase. Wewe mwenye imani, Mungu akufunike na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Mungu akukutanishe na neema na baraka zake, akulinde usiku na mchana kwa sababu umeamini. Hala tarabosaya. Nenge Yesu ribagantarabogoria. Uinuliwe milele kwa sababu ni Mungu. Naomba Mungu utuachie baraka. Naomba Mungu mwenye rehema utuachie baraka. Naomba Mungu wa uzima katika jina la Yesu tuachie baraka. Mwambie Bwana Yesu, niachie baraka. Mwambie Bwana Yesu, niachie baraka. Nimeteseka ya kutosha, niachie baraka na unipatie amani. Unikutanishe na baraka zako kila niendapo. Kwa hizo siku 48 Mungu wa mbinguni nikutanishe na baraka zako, na baraka zako. Sante Baba kwa sababu umetenda katika jina la Yesu. Muru torobosi karaboria. Barata saida rekairadini. Mungu mwenye rehema, naomba Baba ufunike nchi ya Kenya na damu ya Yesu. Kila roho ya kumwaga damu katika nchi uiondoe kabisa. Ufunike nchi ya Kenya na damu ya Yesu. Tuseme zote na damu ya Yesu. Ufunike nchi ya Kenya na damu ya Yesu, na damu ya Yesu. Kaunti zote za Kenya usifunike na damu ya Yesu. Serikali na opposition uwafunike na damu ya Yesu, na uleta amani katika nchi kwa sababu ni Mungu. Asante Rabi kwa sababu umetenda. Utukufu na inuliwe katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo awabariki siku zote na awalinde. Sema zote amen. Tena amani ya Bwana Yesu iwe pamoja nanyi katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Siku
Sana
Nitaondoka nirudi nyumbani.